J Studio inawaletea. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu zangu na wazee wangu wa Kiislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote tunazirejesha shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwa taufiki yake na mapenzi yake ametukusanya katika nyumba yake hii tukufu, ili mimi na wewe hapa tujikusanyie thawabu nyingi zisizokuwa na mfano na rehma nyingi tutakazozipata kwa sababu ya dua za malaika ambao wanamiminika katika kikao hiki hapa kwa ajili ya kufundishana na kuelekezana mambo muhimu yanayohusiana na dini yetu yaliyotajwa katika kitabu cha Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa neema hii na fadhila hii ni wajibu tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna wengi katika wazungumzaji ndani ya miji yetu hii au nje ya miji yetu hii, lakini Allah hakuwachagua wao wakafika hapa kuketi kuzungumza wakakosa fadhila hizo, akatuchagua sisi. Na ndani ya mji huu na miji ambayo inapakana na maeneo ya hapa Chundwa kuna watu wengi, lakini Allah tabaraka wa taala amekuchagueni nyinyi mlioko hapa ili kupata khairi hizi. Ni wajibu kuzirejesha shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kilichobaki ni mimi na nyinyi kuwa na ikhlas katika mazungumzo yetu haya na mafunzo tutakayopeana hapa, na kuazimia azman akidan kwamba insha Allah yale ambayo tutayapokea hapa tuko tayari kwenda kuyafanyia kazi na yaingie katika maisha yetu. Leo insha Allah taala nitapenda kutumia dakika zangu hizi chache kuzungumza katika kikao chetu hiki adhim, akhlaq almujtama' alislami, tabia zinazotakiwa katika jamii ya Kiislamu. Akhlaqu almujtama' alislami, tabia zinazotakiwa kwenye jamii ya Kiislamu. Watahdhir min al-akhlaqi sayyi'a, lakini pia tukipata muda maudhui yetu ikituruhusu tutaona ndani kwa wingi sana matahadharisho makubwa ya tabia mbaya ambazo Muislamu hatakiwi kupambika nazo. Naomba tuweni makini sana, kwa sababu jamii zetu sisi zinasifika kuwa ni jamii za Kiislamu, jamii zilizopambika kwa nasaba zilizokuwa tahara insha Allahu taala, mababu na mabibi ni Waislamu. Ikiwa ni hivyo, haipendezi, haielekei wala haifai sisi tusifike kwa sifa ambazo kwa asilimia kubwa imekatazwa jamii ya Waislamu kusifika na tabia hizo, bali kinyume chake itakiwavyo na ndivyo inavyopendeza na ndivyo inavyotakiwa sisi tusifike, tupambike kwa yale masifa mazuri mazuri yatakiwayo kusifika nayo jamii ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha sura katika Qur'an. Sura hii inaitwa suratu Al-Hujurat, na wako baadhi ya wanavyuoni wakaita suratu Al-Adab, sura yenye kubeba adabu za Waislamu. Wanatakiwa waweje Waislamu katika maisha yao haya au katika jamii zao za Kiislamu.
Sasa nitaomba tuende taratibu katika kuangazia maelekezo aliyoyatoa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya baada ya aya kwenye sura hii tukufu ambayo inaitwa Suratul Hujurat. Na tutakwenda kutaja hizi adabu kwa nambari moja baada ya moja. Adabu ya kwanza ni hiyo, adabu ya pili ni hiyo, mpaka pale tutakapofika muda wetu utakapotupeleka insha Allahu ta'ala. Bila ya kupoteza muda, tuingie katika adabu namba moja katika adabu alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii tukufu. Adabu namba moja, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi Waislamu tusiwe na ujasiri wasiri au dhahiri wa kutanguliza chochote mbele ya maamuzi ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Pale ikisemwa la Allah ni hili au la mtume ni hili, ametuamrisha hivi au ametukataza hivi, hakuna ruhusa tena kwa muumini wa kweli kweli, kwa muislamu wa kisawasawa kuja kutia kauli lakini mie naona hivi, au fulani amesema hivi, au baba yangu na babu yangu nimewakuta wakifanya hivi. Adabu ya kwanza, usiwe na ujasiri ule ujasiri wa dhahiri au wasiri. Maana unaweza wakati mwingine ukamkuta mtu anasema, anatetea, anapambana kwa ujasiri kabisa, au mwingine haneni lolote, lakini moyo wake ulivyo ni bora yule anayedhihirisha kuliko yeye, itikadi yake ilivyoharibika moyoni. Sasa hatutakiwi kuwa kwa siri wala kwa dhahiri tukawa na ujasiri wa kutanguliza chochote mbele ya maamuzi ya Allah na maamuzi ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni adabu ya Muislamu. Muislamu adabu yake ni kuinua masikio, Allah kafundisha nini hapa na mtume kaelekeza nini hapa. Hii ni adabu ya Muislamu. Na asiambiwe Muislamu la mtume ni hili na la Mwenyezi Mungu ni hili, akasema lakini inatoka wapi wewe Muislamu? Allah anasema katika sura hii, Suratul Hujurat, katika aya za kwanza kabisa, anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mumeamini, kumwamini Allah na mkawa tayari kuyatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mola wenu tabaraka wa ta'ala anakuelekezeni maelekezo yenye manufaa na nyinyi kuanzia duniani kwenu hapa na akhera yenu vile vile. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anasema la tuqaddimu, musitangulize chochote kile baina yadayillahi wa rasulihi, mbele ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallama, katika maneno na katika matendo. Usitangulize chako. Hii ni adabu unayotakiwa kupambika nayo ewe Muislamu. Wattaqullah, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wakati mwingine inawezekana ikawa akili ya mwanadamu, moyo wake, viungo vyake vishazoea, vishalemaa, kwa lugha ya kwetu, sijui kama lugha hii huku iko, vishaselea katika jambo fulani toka kazaliwa. Yeye anaona hivi, akisikia waliomtangulia anawasikia hivi, kisha baadaye aje apewe maelekezo kinyume na vile ambavyo yeye amezoea toka amezaliwa, amekulia. Akili ilikuwa ishalewa hivyo, moyo ushabobea kwenye hilo, na viungo navyo automatically akifika yeye pahala fulani, basi viungo vyake viende tu kwenye jambo hilo. Leo aje aambiwe
maelekezo ya sheria hayaelekezi hivyo, kunataka ucha Mungu mpaka kuliwacha hilo. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala kwenye kutuambia msitangulize chochote katika maneno wala matendo mbele ya Allah na mtume wake, akimaliza tu kutuambia hivyo akatuambia wattaqullah, mumche Mungu. Hapo pahala ni pazito, kwa sababu unaweza ukayafinya kwa maumivu mazito matamanio ya nafsi yako. Nafsi inapenda hivi, tumezoea hivi. Allah anakwambia mche Mungu. Ukishakuambiwa hilo silo linalotakiwa, usitangulize kitendo wala maneno mbele ya Allah na mtume wake. Mbele ya Allah ni wapi? Mbele ya Allah ni kwenye kitabu chake. Mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni wapi? Mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika sunna zake alayhi salatu wassalam. Basi lazima kila muislamu ajihukumie na ajipambe na adabu hii. Adabu inasema usitangulize chochote mbele ya Allah na mtume wake. Usiwe na ujasiri wa kukitanguliza chochote katika siri na dhahiri mbele ya maamuzi ya Allah tabaraka wa taala, mtume wake. Na Allah tabaraka wa taala anaeleza katika suratul Ahzab, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah anakataa, wama kana limu'minin, wala haiwi kabisa kabisa kwa mu'min wa kweli kweli. Ikipatikana hivyo kwa mtu halafu anajinasibisha na imani, si muumini wa kweli kweli. Ima hana imani au imani yake iko katika level za chini sana. Wama kana limu'minin, wala haikuwa hikuwa wala haiwi, haitakiwi iwe kwa mu'min. Idha, pindipo, wakati ambapo qadha Allahu, amehukumu Allah jambo, wa rasuluhu, na mtume wake vile vile kahukumu jambo, kwamba hapa nendeni hivi enyi waislamu, hapa msiende hivi enyi waislamu. Haiwi kwa mwenye imani ya kweli kweli an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wawe na khiari katika jambo lao, kwamba tukitaka tutafanya, hatutaki hatufanyi. Wakati huo tayari Allah na mtume wake ashaamua, hakuna hiari tena. Kama wewe ni muumini wa kweli, usitangulize akili hapo, usitangulize maneno hapo, usitangulize kitendo hapo, ili uwe salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah kamalizia, waman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Na yoyote atakayemaasi Allah na mtume wake kwa kutanguliza chochote katika maneno na matendo mbele ya Allah na mtume wake, haya ni maasi makubwa. Faqad dhalla dhalalan mubina, atakayejipa khiari, akitaka anafuata, akitaka afuati, faqad dhalla dhalalan mubina, huyu mtu amepotea upotevu wa mbali, upotevu wa mbali, hairan. Tayib, hii ni adabu namba moja katika adabu alizozitaja Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala akamalizia aya hii kwa kusema inna wattaqullah, na mumche Allah kwenye hili jambo. Inna Allaha sami'un alimun, hakika Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kusikia maneno yenu mnapoyasema. Kama mtatanguliza maneno mbele ya Allah na mtume wake, Allah anakusikieni vizuri. Alimun, yani bi ahwalikum, Allah tabaraka wa taala pia anazijua hali zenu zote. Allahu alimun bidhati sudur, innahu alimun bidhati sudur. Allah anayajua mpaka yale yaliyomo ndani ya kwenye vifua vya watu. Ikiwa mtu moyo wake unaitakidi hivyo kwamba kuna ubaya gani atangulize maneno ya fulani dhidi ya maamuzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, innahu alimun bidhati sudur. Ule ujuzi wa Allah unajua mpaka hayo yaliyofichikana ndani ya moyo wa mwanadamu. Adabu ya pili. Adabu ya pili ni adamu raf'i sauti amama an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Na hii iliwahusu sana wale walioishi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kwamba maulama wanaeleza
ya kwamba hata sisi tulioko sasa hivi tunahusika na adabu hii kwa sampuli fulani. Kuto kuinua sauti mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa kuzungumza naye Mtume sallallahu alayhi wasallama, au wakati wa kumwita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale waliokuweko katika zama zile walikatazwa kumuita Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa jina lake kama wanavyoitana wao kwa wao, baadhi yao wao wengine kwa baadhi yao kwa wengine, bali itakiwavyo watu wamwite Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa cheo chake, ya nabii Allah au ya rasul Allah. Hii ilikuwa ni adabu nzito kwao, na ilikuwa ni kipimo chenye kumpambanua nani ana adabu nani hana adabu. Anapokuja mtu akamwita Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Muhammad, ewe Muhammad, we, masahaba shingo zao zote uzigeuza. Nani huyu? Anatoka wapi huyu? Kwa sababu si kawaida na si adabu kwa mu'min kumwita Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa jina lake, bismihil mujarrad, kwa jina lake alilopewa na wazazi wake. Ikiwa Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala akizungumza na Mtume sallallahu alayhi wasallam la yunadihi bismihil mujarrad, hamuiti kwa jina lake alilopewa na wazazi wake, vipi uje wewe umwite kwa jina lake? Ikawa ni adabu kubwa kwao iliyowekwa masahaba, na sisi pia tutaona kuna mwanya gani hapa inatuhusu sisi katika hii masala. Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mumeamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabiyyi, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa mtu azungumza na Mtume, amekatazwa katika masahaba eti sauti ya Mtume, sauti ya mtu yasikilikana zaidi kuliko sauti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilipochuka aya hii, kuna sahaba mmoja alikuwa fahamika pale katika ardhi ya Madina, alikuwa yeye ni jahwariyo sauti, ana sauti kubwa, yani sauti lake ni sauti la bezi. Akizungumza huyo, basi visauti vingine vyote anavifunika. Iliposhuka aya hii, yule bwana akaenda kujifungia ndani, akalia sana, mpaka Rasulullah uliza yuko wapi yule bado? Yule toka ishuke hii aya, la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi, yule bwana asema hii aya imeshuka kwa ajili yangu mimi ndo mwenye sauti kubwa hapa kuliko wote. Yuko ndani, yuko analia, atoki nje, anaogopa kwenda kwa Rasulullah. Akazungumza na Rasulullah, sauti lake likawa kubwa, lasikilikana kuliko ni sauti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati sivyo ilivyokusudiwa. Ilikusudiwa ni watu kumpandishia sauti Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati azungumza naye. Sauti ya kimaumbile haiingii hapa, lakini kwa sababu ya khauf na kuwa na adabu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akajifungia ndani analia. Rasulullah akasema sio hivyo. Kuna aya tutaziona mbele zimekuja hapa. Alhasil, Allah anasema wala tajharu lahu bilqawli, wala msimpigie makelele Mtume sallallahu alayhi wasallama, msimjihirishie kauli, yani wakati munamuita musimwite kwa jina lake. Huyu cheo chake si sawa sawa na nyinyi, kajahri ba'dhikum li ba'dhin, kama mnavyoitana baadhi yenu kwa baadhi ya wengine. An tahbata a'malukum, kwa kuchelea kuja kuporomoka matendo yenu. Wa antum la tash'urun, na nyinyi wenyewe hamuhisi, yani hamujui kwamba matendo yenu Allah ashayaporomosha kwa kosa la kumwita Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jina lake. Usiniambie uzito wa kumsingizia uongo Mtume, hatujafika huko bado. Tuko pahala huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu akamkosea adabu ya kumwita kwa jina lake, kumwita kwa jina lake.
Anasema Allah tabaraka wa taala, wala tajharu lahu bilqawli. Na katika baadhi ya aya takriban katika suratu An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dhikum ba'dha, musijalie wito wa mtume kwenu ni kama munavyoitana nyie kwa nyie. Nyie kwa nyie mweza kuitana hivyo, fulani Omari Hamisi waweza kumuita hivyo, Shekue wauite hivyo, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam lazima umuite kwa cheo, ya Rasulullah. Na ndiyo maana, kwa sababu ilikuwa inafahamika katika zama zile, akija mtu akisema ya Muhammad, watu wanajua huyu hayumo, si katika sisi, huyu si mtu wa hapa, haelewi mambo. Labda atakuwa ni mbedui yuko katoka majangwani, hajui taratibu mjini watu wanaenda vipi. Akija atamuita mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo. Na siku alipokuja Jibril kuwafundisha masahaba misingi ya dini, alikuja na system hii. Wanasema maulama, ili kuziweka akili sawa sawa za masahaba, wamsikilize huyu bwana atamwambia nini mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu akija mtu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallama akamwita ya Muhammad, masahaba wote humtupia macho, nani huyu, mbona anamwita hivi? Sasa wakimtupia macho, ule umakini wao kwenye kumsikiliza, wanamsikiliza kwa umakini, kwa sababu kashakosea kwenye kumwita, atasema nini hapo mbele, umakini sana. Sasa Jibril alipokuja, kwanza alikuja katika mazingira ya ajabu. Watu wamekaa kama hivi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla tu kimetokeza kiumbe hicho hapa kinaonekana, na kile kinavyoonekana hakionekani kiumbe hicho kwamba kinatoka katika safari. Yani anaonekana mtu mtanashati kabisa, nguo zake nyeupe sana, nywele zake nyeusi sana. Haionekani kwamba huyu hata labda anatoka hapo kwa Ruweda hapo, maana mtu akitoka hapo kwa Ruweda unajua huyu anatoka pahala, huyu kashapiga mahatua, anapumua kidogo. Ni mtu ambaye anaonekana yuko clear, smart kabisa. Halafu maswahaba wote wakimtizama, huyu hatumjui, huyu si mtu wa hapa, huyu ni mtu mgeni. Wenyewe tajuana, watu wachundwa, tukitizamana tu sura zetu, au watu wa Bwajumwali hapo, hizi sura za fanana hapa, hata lugha pia za fanana. Ikija sura ngeni, sura ya Kiduruma, sura sijui ya wapi, ikija tu sema huyu si wa hapa, huyu na mavazi yake huyu si wa hapa, na maneno tu anavyozungumza si wa hapa, tabia si wa hapa, twajuana hivyo kabisa. Sasa ile bwana alipokuja katika sampuli ile, moja kwa moja kaja, hajauliza lolote mpaka mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Akifika pale mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallama, asnada rukbataihi ila rukbataihi, akaketi mkao ule tunaokaa kwenye tashahudi pale, akagonganisha magoti yake na magoti ya mtume hivi, wanatizamana uso kwa macho. Wa wadaa kaffaihi ala fakhidhihi, kisha akaweka mapaja, akaweka mikono yake kwenye mapaja hivi, kisha akasema ya Muhammadu, ewe Muhammad wewe. Shingo za maswahaba wote ziliinuka hapo. Nani huyu? Mbona hatumjui? Mgeni hivi amekuja, lakini si bedui, kwa sababu ni mtanashati mzuri, anapendeza. Mabedui hujulikana kwa nguo zao tulivyovaa, huyu bedui mchunga mbuzi huyu, lakini yule kaja kwa sampuli hiyo, ya Muhammad. Akazungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam mazungumzo marefu, akamuuliza Uislamu ni nini? Mtume akajibu sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza imani ni nini? Mtume akajibu sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza kiyama kitasimama lini? Mtume akamwambia, mimi unayeniuliza na wewe unayeuliza, nani alistahili kujua zaidi kiyama lini? Wewe ndio ulistahili kujua kiyama lini kuliko mimi. Maana yule Jibril huambiwa mambo na Mungu. Kama ingekuwa inastahiki mwingine ajue kiyama lini, ungejua wewe, sio mimi. Basi niambie angalau alama zake. Mtume akamwambia alama za kiyama pale. Kisha yule bwana akaondoka kwa njia maajabu. Akifika pale kapotea. Watu vipi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuuliza Umar, atadri man as-sa'il, hivi wamjua yule aliyekuja kuuliza hapa?
Qala Allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanayejua. Qala innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Yule alikuwa Jibril, yule amekuja hapa kukufundisheni dini yenu. Na ili muwe makini katika mazungumzo, kwa sababu wakati mwingine masahaba ile adabu waliyoko nayo, mtu akiwa anazungumza na mtume wao hujipa shughuli kidogo. Adabu kutokuingilia sio wahusu. Lakini ikisha kutokezea yule mtu kaja na mtindo sio na taratibu sio, inabidi maswahaba wote akili zao ziende pale. Atasema nini huyu? Kashakosea kwenye kumwita kwanza, kashakosea adabu. Kwa hiyo inabidi akili zote ziwe pale. Sasa ili Jibril aziweke akili zao sawa, wasishughulikie chengine, wasikilize ile conversation baina yake na mtume sallallahu alaihi wasallam, ibidi amwite ya Muhammad, wote akili zao zije pale. Nini kinaendelea? Na kweli akili zao zikawa pale, wakasikia maswali yanayotupwa na Jibril, wakasikia na majawabu yanayotolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mtume akaambia, hivi ndo njia aliyotumia Jibril kukufundisheni dini yenu. Kamateni vizuri mlichokisikia leo hapa. Sasa kwa binadamu wa kawaida ni makosa. Allah tabaraka wa taala mitume wote ukisoma katika aya za Qur'ani akiwaita, huwaita kwa majina yao. Ya Nuh ihbitu bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak. Ya Ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya. Ya nani ya Musa innani ana Allah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba ya. Lakini Allah tabaraka wa taala anazungumza na mtume tena katika pahala pa kumgomba au kumkemea au kumwelekeza. Hamwiti ya Muhammad, anamwitaje? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ndo anagombwa hivyo. Ewe nabii, kwa nini unaharamisha alichokuhalalishia Allah subhanahu wa ta'ala? Hakadha? Naam, hakadha. Sasa tutoke hapo kidogo tu, tuje pembeni tuangalie. Ikiwa heshima ya mtume ni hiyo kwenye kumtaja na kumuita, itakuwa ni kosa kubwa kiasi gani mtu kumsingizia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa kumuita ya Muhammad kosa lake, mtume Allah anasema antahbata a'malukum, yataporomoka matendo yenu. Kosa ni nini kumuita hivyo? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Niambie wewe, yule atakayemsingizia uongo mtume kwa makusudi, dhambi yake iweje? Kwa makusudi anasema mtume kasema hivi hali ya kuwa mtume hakusema, mtume kafundisha hivi hali ya kuwa mtume hakufanyaje, hakufundisha. Huyu dhambi yake iweje? Sijui mnanifahamu jamaa. Ikiwa kumwita tu kwa jina lake, usimwite kwa cheo, dhambi yake ni kuporomosha matendo. Je, kumsingizia kwa makusudi itakuwaje? Hatukuwahi kusikia watu wakimsingizia mtume humu? Hawamo? Wamo watu wanamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu husema mtume kasema, natoa mfano tu yani, kisha nipite mbele. Watu husema mfano, mtume kasema sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman fi maulidi fakaannama anfaqa mithla uhudin dhahaba. Huneno maneno haya, atakayetoa dirham moja katika maulidi yangu mimi, huyo mtu ni kana kwamba ametoa ametoa mfano wa Uhud, dhahabu mfano wa Uhud ametoa fi sabilillah. Humchi Mungu we, humchi Mungu we. Na haya yameandikwa katika vitabu vya maulidi haya maneno. Mnamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam uongo kiasi kama hichi, na wakati huo huo mtume ashasema sallallahu alaihi wasallam, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Atakayenisingizia mie uongo kwa makusudi ajiandalie makazi yake motoni. Hakuna hivi wala vile. Na watu wamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam uongo wa kupwa na wakuja, kisha watu usema sallallahu alaihi. Sasa sitaki kwenda huko, huo napiga mfano tu. Ikiwa kosa la
kumuita kwa jina lake, usimuite kwa cheo chake, kipelekee kuporomosha matendo yote. Kosa la kumsingizia uongo kwa makusudi lisemweje? Hilo mtu atakuwa nalo jawabu lake yeye mwenyewe. Kwa hivyo katika adab za Waislamu ni kuto kuinua sauti mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, na kwa wale walioko hai wasimwite, na sisi pia vile vile kiadab tukimzungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam tumzungumze kwa adab, na mtu akisikia Mtume sallallahu alayhi wasallam ametajwa pahala, basi akimbilia haraka haraka kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kosa hilo likapelekea an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yule sahaba aliyekuweko kule ndani akawa analia sana, hataki kutoka nje, anaogopa kwenda mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili tu anajijua mimi sauti langu ni kubwa, nikienda pale nikizungumza na Mtume ile kusalimiana tu sauti yangu mimi inaifunika ile sauti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo mimi nitaporomosha matendo yangu yote. Na yeye mwenyewe asema hii aya imeteremshiwa mimi, kajifungia ndani huko. Allah tabaraka wa taala akateremsha aya za mbele, anasema innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adhim. Hakika wale wenye kujitahidi kuteremsha sauti zao chini mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama sauti zao kimaumbile ni kubwa, wanajitahidi kwa kiasi cha uwezo wao kuonyesha heshima zao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa maulama wa zama hizi wanatuambia Muislamu wa zama hizi atajitahidi vipi kushusha sauti yake na mbawa zake na Mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko? Basi pata baraka wewe kushusha sauti yako, mbawa zako, ilmu yako, kila kitu chako shusha kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana kwamba ukisikia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umesomewa wewe, iwe kana kwamba Mtume mwenyewe yuko hai na ndo anakwambia maneno yale kwa wakati ule. Usinyanyue sauti tena hapo kuanza kubishana. Teremsha mbawa yako chini, ndo Mtume kasema hivi, hishman wa ta'dhiman, fanyia kazi kile ambacho umeelekezwa na mafaida yake yanarudi kwako wewe. Na Allah tabaraka wa taala anasema ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, enyi mlioamini muitikieni Allah na mtume wake pale wanapokuiteni kwenye mambo ya kukupatieni uhai. Huu uhai unarudi kwenu duniani, kwanza uhai mzuri wa mioyo, na akhira mkapate uhai wa milele usiokuwa na shida na dhiki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itikia, usinyanyue sauti, wala usionyeshe ujeuri, wala usionyeshe kiburi. Sasa yule bwana Allah akamshushia akateremsha hizi aya ili kumtuliza moyo wake na kumziba machozi. We humo, we si unajitahidi kushusha sauti yako chini mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema Allah, wale wanaojitahidi kushusha sauti zao chini mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, hao ni watu ambao Allah alizijaribu nyoyo zao kwenye uchamungu wao, wanaweza hawawezi, na wamepasi. Walijigundua kwamba wao sauti zao ziko juu, wakawa tayari kuzusha chini. Walijaribiwa uchamungu wao na wakawa tayari kuutekeleza uchamungu wao, wamepasi. Lahum maghfiratun, Allah ndo maana anasema tayari wanapata msamaha mbele ya Mola wao, wa ajrun adhim, na ujira uliokuwa mkubwa sana. Haya, hapo tumepata adabu ya pili. Adabu ya tatu, hii ilikuwa inawahusu sana wale watu waliokuwa wakiishi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini itatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuja kwenye maisha yetu ya kawaida kwa sampuli tutakayohitaji. Adabu ya Muislamu: innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Walikuwa wanakuja watu katika mabedui wakija chini ya madirisha ya nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimpigia kelele, wakimwita, ya Muhammad, tumekuja hapa, tuna hivi na hivi na hivi na hivi. Wanasema maneno yao. Mtume yuko ndani amepumzika. Na hii inafanywa na baadhi ya watu katika zama zetu.
hatusemi kwamba hizi aya zimeteremka kwa ajili ya mtu mwingine asiyekuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, lakini katika upande wa adab Allah tabaraka wa taala ametufundisha katika suratul Ahzab. Allah tabaraka wa taala sema la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Ziko adabu kama hizo, na hapa imekuja hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona uje chini ya dirisha la mtu mpigie kelele? Allah mwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wote wanaofanya hivi wengi wao hawana akili. Kwa nini? Kwa sababu walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim, lau kwamba wao wangelisubiri mpaka wewe utoke nje ukakutane nao, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni khairi kwao. Ungelizungumza nao kwa utaratibu, ukawasikiza wakakusikiza, mkaelewana yakaisha. Lakini habari za kupigiana makelele, sasa huweza kupatikana muislamu wakati mwingine akaenda kwa mtu akampigia makelele, au akaenda kwa ustadhi akampigia kelele. Haifai kuitana hivyo chini ya madirisha. Haifai kwenda kugonga kwa mtu mahodi, wewe wagonga tu mahodi, huitikiwi. Ukisha kugonga zaidi ya mara 3 ondoka. Wala usiseme namsikia mimi. Sasa wamsikia ndani, wajua yupo katika situation gani? Asema namsikia mimi, jeuri, kiburi, hajui namuitia nini. Wewe pia hujui uko ndani kinaendelea nini. Nyumba kunga, makuti ya kuunga, kucha zimeficha mengi, hujua kinaendelea nini uko ndani. Piga mtu kelele, sema namsikia. Au wakati mwingine umekwenda kumbishia mtu hodi, akakwambia fulani ondoka, tutakutana baadaye. Usianze kungangania, mimi nimetoka mbali bwana, nimekuja hapa kwa ajili yako. Sawa, nenda, tutaonana baadaye. Allah anasema wa in qila lakum irji'u, ukiambiwa rejea, farji'u, basi rejeeni. Msiingie kwenye nyumba za watu bila ruhusa za watu. Na pia ukibisha hodi ukaambiwa rejea, rejea kweli. Ni katika adabu za Waislamu katika jamii za Kiislamu, kwa sababu ndani ya majumba watu wana mambo yao, ndani ya majumba watu wana siri zao, ndani ya majumba watu wanaishi na wake zao na watoto wao. Wewe hujui huko ndani kinaendelea nini sasa hivi. Ni katika adabu hiyo. Kisha Allah tabaraka wa taala akatueleza adabu ya 3 ambayo nataka tuishike leo. Hii inatuhusu sote. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Adabu hiyo nyingine, Muislamu anatakiwa awe makini na kupokea habari. Usipokee habari yoyote ukaisadikisha na kwenda kuifanyia kazi mpaka uifanyie uchunguzi. Hii ni adabu katika adabu, kwa sababu kuna wengine yaakhudhuna kalama hadha wa yadhhabuna bihi ila dhak, wa yaakhudhuna kalama dhak wa yaatuna bihi ila hadha biqasdi al-ifsad. Wanakuja kwa huyo, anachukua maneno yake anakwenda kuyapeleka kwa yule, kisha ayachukua maneno ya yule anakuja nayo kwa huyu, lengo lake ni kuharibu. Sasa wewe ukiachukua tu maneno ushayaletewa moja kwa moja, ala amesema hivyo, amefanya hivyo, wewe ukataka kufanya maamuzi bila ya kufanya tathabut, bila ya kupeleleza, bila ya kuchunguza, taharibu. Ni vijana wangapi washauana katika mitaa na jamii za Kiislamu kwa sababu kama hizi? Maneno tu yameletwa habari 1 2 3 4 5, mazee twendeni, mazee twendeni, watu wakachiana mapanga, wakafanyana vakufanyana, kumbe si kweli. Ikija ikipekuliwa habari, kumbe si kweli. Imekosekana adabu katika adabu za jamii ya Kiislamu. Ikija habari, njoo, umesema hivyo, njoo fulani, njoo bana, kuna jamaa hapa kaja kuleta habari, ujumbe kuhusu, njoo. Haya, nena kama ulivyonena hapo, ulivyoniambia mimi.
Unajua hakuna cha unajua. Wewe umekuja hapa kuniambia maneno kuhusu huyu. Ni huyu hapa. Nena ikiwa yeye yupo na mimi nipo. Sikiza maneno hapa. Atajulikana sasa hivi hapa mkweli ni nani na mnafiki ni nani. Kwa sababu yashatokezea mambo kama hayo katika jamii za watu mbalimbali na katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakaja mambo kama hayo, watu wakapewa habari, zikamwagika damu kwa wingi, kumbe mambo sio ya kweli. Allah akatuchorea adabu, in ja'akum fasiqun binaba, akija mtu mwenye tabia zisizoridhisha. Maana kuna watu ni waadilifu, hata we mwenyewe kushuku na zile habari zao unapata uzito katika nafsi. Anakuja mtu anayeaminiwa katika jamii, analeta habari, wewe kushuku ile habari yake wapata tabu. Lakini kuna watu asilimia kubwa ya mioyo inatuambia huyu tushuku habari yake. Leo aje akuletee mtu habari ambaye yeye mwenyewe kuswali swala 5 hawezi kuzinyosha vizuri, wewe wapokea tu hivyo hivyo. Yeye mwenyewe hawezi kuzinyoosha swala 5 vizuri, yeye mwenyewe hawezi kusema na nafsi yake akaacha kutumia miadarati. Yeye mwenyewe jana na juzi historia inatuambia ashawahi kumwaga mtu damu. Leo huyu anakuletea habari wewe beba hivyo hivyo, ashawahi kumwaga mtu damu huyu. La, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Anapokuja mtu ambaye tabia zake hadhirizishi kukuleteni habari, tafuteni ukweli kwanza. Lengo ni nini? Antusibu qauman bijahalatin, musije mukawafika watu mukawafanyia watu matendo ya kijinga, mkachukua uamuzi sio, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mukaja mukapambaukiwa kwa mlioyafanya, munajuta na hairudi tena, ndo ishaenda kama damu ishamwagika. Hata tukiomba na radhi, vinyongo viko pale pale. Ushamwaga damu ya ndugu yangu, ushaniadhiri mbele za watu, ushanivunjia heshima yangu. Hata ukiniambia nisamehe ndugu yangu, nishakusamehe, lakini nina kidonda kizito akifutiki, hairudi tena nyuma. Kwa nini? Kwa sababu uliletewa maneno, hukuyapekua na kuyachunguza, ukaleta habari hizo. Ukaleta habari hizo. Yalitokea maneno kama haya, yalimdhuru na kumkosesha Mtume sallallahu alaihi wasallam usingizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika msafara, siku moja mama Aisha akashuka kwa ajili ya kwenda kukidhi haja. Basi alipokuwa na kidhi haja, mwanamke alikuwa na mkufu wake shingoni, ukadondoka. Wakati amechutama na kidhi haja katika pirika za huko na kule, ukadondoka. Akiondoka akienda kuandama msafara, akifika mkufu hauko, ibidi arudi kwenda kuutafuta. Akirudi kwenda kuutafuta, akija safara umeenda. Lakini kawaida ya jeshi huwa linaeka mtu nyuma kwenye msafara, ili yule anapita akiangaza angaza kuna vitu vimedondoka, apate kuviokota aende navyo kwenye msafara wao. Kuna watu wamepotea, kuna hichi kimesahulika pale pahala ambapo msafara uliweka kambi, kuna vitu vinaweza vikasahulika. Sasa msafara huweka watu nyuma, awe anapita kuhakikisha hayo. Sasa yule bwana aliyekuwa nyuma ya msafara akija akamdiriki mke wa Mtume yuko pale, na akamjua kwamba huyu ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salala, imekuwaje mambo haya? Vipi mamangu? 1 2 3 4 5 do. Sasa haya twende. Haya, twende msafara. Mara kuna watu kule mbele msafara wakitupa mato, huona kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha huja na yule bwana yuko nao, ndo waandamana waje pamoja. Habari zikaja juu. Wale walikuwa tafuta fursa tu ya kufanya uchafu wao na ufuska wao. Tahamaki sasa, tizama wale pale. Rasulullah yuko mbele, yuko msafara ni mkubwa. Akija akiletewa habari, Aisha ulikuwa wapi wewe? Mimi ilikuwa hivi na hivi na hivi. Mbona zinifika habari hapa wewe unkutikana na nani?
hivi na hivi, la sallala. Mtume habari zile zikaenea haraka haraka pale, Aisha nkwenda kufanya uzinifu na yule bwana. Habari hizo zikamkosesha Mtume sallallahu alaihi wasallam raha. Akaikwa raha Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake, ana huzuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamtizami vizuri mke wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi vizuri na mke wake. Neno lake ni moja tu, ewe Aisha, in kunti qad fa'alti hadha fastaghfirillah, tub ila Allah. Kama umefanya hili wewe, tubia kwa Mola wako. Hii dhambi kubwa. Hana raha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu mmoja tu kainua maneno yake na wenzio wakamsapoti pale, wakayaeneza jamii nzima Madina pale, hapana raha. Aisha radhiyallahu ta'ala anha hana raha, babake Abu Bakar hana raha, mpaka zilipokuja kushuka aya, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lahum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim, mpaka ziliposhuka hizo aya, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Aya zikashuka Allah kumtakasa Aisha kwamba hawa watu wamekuja kuleta uvumi na uongo, na uvumi huo sio wa sawa sawa. Hapo ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam kifua chake kikaachia, na hiyo kesi imetokea. Halafu wahi ulikuwa haushuki sasa kitambo kile chote kile, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam dhiki inazidi kumpa, mbona hazishuki aya kuja kusema hapa? Zikashuka aya takriban 11 kuja kumtakasa Aisha kwamba hakufanya uchafu huo radhiyallahu ta'ala anha. Sasa ndugu zangu, ikiwa kathubutu mtu kutamka neno si la kweli kuhusu mke wa Mtume, na ukisema hivyo manake umemkejeli Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mtu kathubutu katika zama zile kufanya hivyo, itakuwa katika zama zetu hizi mtu atakosa kuleta neno kama hilo kwa mke wako wewe? Sijui mnanifahamu jamaa. Akakuletea mtu habari kwa mke wako, mimi nimemkuta na fulani, na kwa yale mazingira nilowakuta yale, mwamba ishaenda, ile ishaenda mwamba. Wewe haraka sana utoke zako pale. Uko wapi? Niko huku kuanzia sasa hivi, mimi na wewe. Basi wanifanya mimi dayuthi mimi? Mume wangu subiri basi. Hapana, sitaki kusikia lolote mimi. Imeenda. Kumbe si kweli. Dunia ina mengi, dunia ina mambo. Si ulikuwa uulize basi kwanza, mbona mke wangu zimenifikia habari hizi na hivi na hivi na hivi? Mume wangu ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, ndio ikawa hivi. Kumbe ni hivyo. Yule jamaa ni khabithi sana yule. Ushamjua, kesho akikuletea habari nyingine huipokei. Iwe wewe ndio kamwache mkeo uliyezaa naye watoto wawili watatu kwa sababu ya habari ya mjinga mmoja ukakuletea tu ovyo ovyo bila ya kuchunguza, au utoke hapa wewe ndio ukamdhuru mtu huko kwamba nimemfuma fulani na mkeo na hivi na hivi na hivi, wewe haraka uchukue silaha wewe ndio ukamvae yule bwana. Kisa nini umeamua kutikana mkeo? Kumbe ilikuwa mambo hayako hivyo bwana. Wamepishana tu katika njia hivi, imekwenda hivi, fulani hujambo salama hivi na hivi, wamekutana njiani mathalan hivi, wanajuana, huyu ni mke wa fulani na huyu fulani, hujambo salama, mbona usiku huu uenda wapi? Mara jamaa kapita kamkuta mke wako na yule bwana wamesimama. Mbona wamesimama pale wale? Kumbe watu wanauliza na hali, salama, mbona usiku huu vichochoro hivi, uenda wapi? Kwema, imeisha. Jamaa aje kuletea habari, nimemkuta fulani kasimama na mkeo pale fulani. Wewe utoke na panga wewe ndio kamtandike mtu huko. Kisha ukirudi nyumbani mke wako aje kwambie, salala mume wangu, yule bwana amekutana naye amesalimiana hata sekunde mbili hazijesha, ameshamtia mapanga huko. Antusibu kauma bijahala. Mtakuja kuwafanyia watu mambo ya kijinga, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kisha muje mjikute mnajuta. Ushamtia mtu kilema, ushamtia mtu ulemavu, ushamuua mtu, ushamwaga damu mtu. Sasa unajiwekea mazingira mabaya mbele ya Allah. Ushaua nafsi, ushamwaga tone moja la damu ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jambo la kwanza litakalohesabiwa katika matendo yanayofanyiana baina ya watu na watu, fi dima ni kuhusiana na damu za watu. Mambo yanayofungamana baina ya mja na Mola wake, la kwanza litakalohesabiwa ni sala, kama ilivyokuja katika hadithi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah.
lakini haya ni mambo yanayofungamana baina yako wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo yanafungamana baina yako mimi na wewe, tumeishi, tumekopeshana, tumegombana, tumefanya hivi. Kuna mambo baina yangu mimi na wewe. La mwanzo katika hayo baina yetu sisi wanadamu ni kuhusiana na damu. Tone moja la damu ya Muislamu lina utukufu kuliko al-Kaaba, kama riwaya imesihi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hilo. Niambie wewe, wangapi humu humwaga damu? Na wakati mwingine ni ishaat kadhiba, habari tuna uvumi wa uongo tunakuja na mengine mfano hayo. Adab, miongoni mwa adabu za jamii ya Kiislamu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Akija mtu tabia zake zisizoridhisha, akikuleteeni habari, katafuteni bayana kwanza. Antusibu qauman bijahala, musije mukawafika watu kwa ujinga, mukafanya mambo yasiyofaa, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kisha mukajikuta kwa yale mlioyafanya nyinyi ni wenye kujuta, na majuto hayo ni mjukuu, hayarudi tena nyuma. Hiyo ni adabu ya 3. Adabu ya 4 na ya 5 insha Allah, ili tumalizie. Adabu ni nyingi. Hii sura baadhi ya maulama wanaita suratu al-adab, ni sura iliyojenga adabu za jamii za Kiislamu, mujtama. Haya, tukae kwenye haya hii, tuyaruke haya maelezo. طيب, wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu, wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu. Adabu nyingine sasa hivi, tukiona kuna magurupu mawili katika magurupu ya Waislamu yanapambana, adabu inasema fa aslihu bainahuma, lipatikane kundi la 3 lipatanishe baina ya makundi mawili yale. Tusiuchochee moto wala tusipendelee pahala fulani kwamba sisi na watu hawa tumeoana sana, kwa hivyo wale watatutambua. Hapana. Aslihu bainahuma, fanyeni bidii ya kupatanisha baina ya makundi yale. Sasa inawezekana wakati tunapatanisha sisi, kuna kundi moja pale linajitia ubabe, linajitia jeuri. Ndipo Allah anasema fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, ikiwa kundi moja litafanya jeuri na ubabe dhidi ya kundi jingine, tunawapatanisha. Jamaa, tatizo nini? Tatizo ni hili. Basi jamaa, yaisha haya mambo, twendeni tuishi vizuri, tusigombane. Mpaka kieleweke, mpaka tone la mwisho. Kuna lugha inatumika hiyo hapa, mpaka tone la mwisho hapa ndio tunaachiana. Sasa lile kundi ambalo linasema halitaki kupatana, halitaki kumaliza mzozo, Allah anatupa mafundisho na maelekezo. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, ikiwa moja litafanya jeuri dhidi ya wengine, faqatilu allati tabghi, sasa nyinyi nyote unganeni kulishughulikia lile kunde moja linalofanya jeuri, hatta tafia ila amri Allah, mpaka lirejee kwenye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wasalimu amri. Kwa sababu tulitaka kukupatanisheni nyinyi na huyu, nyinyi mkakataa. Sasa sisi tutaungana na huyu grupu hili ili kukutieni adabu nyinyi, mpaka mrejee kwenye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at, ikiwa kundi litakubali kurejea katika amri ya Allah, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, basi wapatanisheni baina yao kwa uadilifu na mutende haki. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anawapenda wenye kutenda haki. Tusipendelee katika kupatanisha. Na kwa nini Allah tabaraka wa taala ahimize ifanyike juhudi ya kusuluhisha baina ya makundi mawili yenye kugombana kwa mapenzi na huruma? Na ikiwa moja litafanya jeuri, basi tuonyeshe ari zetu. Sisi hatuwezi kuwa pamoja na nyinyi wakati nyinyi hamtaki hukumu ya Allah. Tutakuwa pamoja na hawa ili kukutezeni nguvu nyinyi mpaka murudi katika amri ya Allah. Kwa nini mpaka ipite juhudi? Kwa nini tusiwaache tu hawa wanagombana? Si mna nguvu nyinyi? Ayapiganeni mpaka mmalizane, sisi tukae pembeni. Kwa nini? Kwa sababu innamal mu'minuna ikhwatun, Allah anasema hakika waumini wote ni ndugu. I'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni nyote kwenye kamba na dini ya Allah tabaraka wa taala, wala tafarraqu, wala msigawanyike.
wala msizozane. Allah waambia masahaba Ansar, wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu, idh kuntum a'daan, pale nyinyi mlipokuwa maadui. Ansar walikuwa na makabila mawili maarufu yakiitwa Aus na Khazraj. Hivyo tu wakiuana sana, na wote ni watu wenyeji wa Madina, lakini wakiuana sana. Sababu ndogo tu, watu wametoka huko, wamekwenda sokoni, wamekwaruzana huko, watu wawili wakagombana. Yule anamwambia mwenzio, ala, wewe unijui mimi, sisi ndio Aus wenyewe. Akamwasemaje wewe? Na sisi ndio Khazraj vile vile. Ya lal Aus, na huyu aseme ya lal Khazraj. Waitane watu, ipangwe safu huku, ipangwe safu huku. Nini shida? Wamekwaruzana tu, wamekwana watu sokoni pale. Watu washashika panga, zinamwagika damu, zinamwagika damu. Siku mbili, siku tatu, kisha maisha endelea. Damu zimemwagika kwa sababu watu wawili tu wamepishana katika maneno sokoni. Wataka kuoneshana mbavu. Wataka kuoneshana mbavu. Na hivi katika jamii yaweza kupatikana katika jamii zetu. Ala, hamtujui sisi nyinyi ngojeni. Mahodari. Waje watu kikundi 6-7 wamtie mtu mapanga. Mahodari iko. Sasa Allah tabaraka wa taala katika adabu za Kiislamu hakutuwekea hivi. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, tengenezeni baina ya ndugu wenu. Watafute watu wenye heshima zao, wenye adabu zao, wafanye juhudi ya kuhakikisha hii mambo inatulia katika jamii za Waislamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, na mumche Mungu kwa sababu hili jambo ni zito. Sengine kweli unaweza kuona kwamba kabila letu limedharauliwa, mtu wetu amekejeliwa, na sisi si watu wa kukejeliwa, sisi watukufu. Kwa nini tukejeliwe kwa sampuli kama hii? Mcheni Mungu, hakuna mtukufu. Hii sura mbele inakuja inasema huko, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Msijianue na kujikweza bure. Mbora wenu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni mcha Mungu kuliko yote. Idhan katika adab ni kulinda udugu wetu baina yetu waumini, na tusitoe mwanya kwa sababu zozote zile ziwazo udugu wetu ukavunjika, au akaja mtu akaleta chokochoko katika udugu wetu akauvunja. Na pia sisi wenyewe Allah tabaraka wa taala akatuwekea adabu nyingine, akasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la yaskhar qaumun min qaum. Haya sasa ni mambo yatakayopelekea kuvunja udugu. Wasidharauliane watu fulani kwa baadhi ya watu wengine. Asa an yakunu khairan minhum, huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora mbele ya Allah kuliko hao wanaodharau. Sema sharifu, sisi nani? Sisi nani? Masharifu nyinyi lakini ni wazinifu. Hao sharifu wenu umesaidia nini? Sharifu lakini mlevi, sharifu lakini mchawi, sharifu lakini haswali. Sasa usharifu unasaidia nini? Huenda yule anaonekana ni mtwana akawa ni bora mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko huyo anajisifu yeye kwamba sharifu kabisa. Wala nisaun min nisain, wala wanawake wasiwadharau wanawake wengine. Asa an yakunna khairan minhunna, huenda wale wanaodharauliwa katika wanawake wakawa bora kuliko hao wanaodharau. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, musibezane nafsi zenu wala msipeane majina mabaya mabaya yasiyoridhisha. Usimwite mwenzio bichwa. Bichwa, kuna watu wanaitana mabichwa. Au mtu mwite mwenzio tumbo. Sitaki kuitwa tumbo, na tumbo analo kweli, lakini hataki kuitwa tumbo. Umeelewa? Sema uenda wapi? Nenda kwa Haji Tumbo. Haji Tumbo mwenyewe hataki kuitwa Haji Tumbo. Umeelewa vizuri? Wala hataki kuitwa makono, wala hataki kuitwa maguu, wala hataki kuitwa domo, wala mashikio, wala vishikio, wala. Mwenyewe hataki kuitwa. Hii ni mifano tu. Lakini watu huitana majina umo ya kupo na ya kuja. Mwenyewe karidhia, na lile jina si matusi, hiyo kesi nyingine. Lakini ukimwita jina laqab ambayo mwenyewe haipendi kumwita hivyo, basi wewe utakuwa unafanya makosa. Unafanya makosa. Usimwite hivyo. Kwa sababu haya ni katika mambo yenye kupelekea mimi na wewe kuharibu udugu wetu. Mimi sitaki unite hivyo, wewe wanite. Wewe hutaki nikuite hivyo, mimi nakuita.
Haya ni katika mambo yenye kuvunja ile ukhuwa, ule udugu wa Kiislamu. Hizi ni adab. Wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman. Allah anasema tabaraka wa taala, ni jina baya mno mtu kuitwa fasik baada ya kuwa tayari amekwisha kuamini. Kwa maana mtu anapofanya tabia hizi, akamdharau mwenziwe kwa sababu ya rangi, kwa sababu ya kabila, kwa sababu ya elimu, kwa sababu ya kipato, kwa sababu ya vyovyote kavyokuwa, akamdharau mwingine, huu ni ufasik baada ya imani. Hatukuki mtu isipokuwa kwa ucha Mungu. Ezekana anayedharau hainuki usiku kuswali, anayedharauliwa hakosi kuswali swala za usiku. Eti sharifu min nani. Huyo anakushinda kwa swala za usiku. Inna sharafa almu'min qiyamuhu bil-layl, utukufu wa mu'min ni kisimamo chake cha usiku. Wewe wamuona hana maana, kumbe mwenzie usiku halali, anafanya mambo yake ya kiibada, anafanya mambo yake ya kidini, na ukifika muda saa 8 saa 9 za usiku anafunga mambo yake, anaweka pembeni hivi, anasimama na swali, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukija huko mbeza wa mdharau kwa sababu ya kipato chake, kwa sababu ya kabila lake, kwa sababu ya elimu yako, sababu chochote kile kitakachokuwa, kumbe mbele ya Allah tabaraka wa taala ni katika shurafa, ni katika masharifu, ni katika mawali wa Allah. Bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman, ni jina baya mno mtu kuitwa fasik baada ya kuwa yumo ndani ya Uislamu. Na katika ufasik ni kumdharau mtu, na katika ufasik ni kumkejeli mtu kwa majina mabaya. Allah anasema waman lam yatub, na yule ambaye hakutubia, hajatubia kwa makosa kama hayo, faulaika humudh dhalimun, hao ndio ambale wanaitwa madhalim. Kisha Allah tabaraka wa taala akamaliza adabu ya mwisho katika adabu zilizotajwa katika sura hii pale aliposema Allah tabaraka wa taala, na hizi adabu zinazofuatia hapa zote ni adabu za kulinda huo udugu uliotajwa, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Vipi tutatengeneza udugu wetu? Kwanza usinidharau nisikudharau, hapo tutaheshimiana na udugu wetu utaenda. Lakini nikikudharau na wewe ukinidharau, hiyo ni sababu ya kuvunja udugu wetu. Tusitane majina mabaya kwa baya. Lakini pia baya zaidi ambalo limejificha, Allah tabaraka wa taala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mumeamini, ijtanibu kathiran minadh-dhanni, jiepusheni na wingi wa kudhaniana. Kule kuketi kudhaniana pia jaharibu udugu, pia yaharibu umoja wa Kiislamu, kudhaniana dhana mbaya. Inna ba'dha adh-dhanni ithm, hakika baadhi ya dhana ni mbaya. Kwa nini uketi wewe unadhania unafikiria? Nenda kauliza upate bayana, mambo yaisha mbele. Siku zinaenda siku zinarudi, wewe umekaa wamdhania mtu kwa dhana mbaya, kumbe hayuko hivyo. Wewe wajichumia madhambi tu, wajichumia madhambi. Si wende ukaulize ukaone kweli ile unavyodhania ndivyo au sivyo, ili ujiepushe na madhambi. Wala tajassasu, wala msifanyiane ujasusi, msichunguzane katika mambo ya ndani baina yenu Waislamu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala wasisengenye baadhi yenu kuwasengenya wengine. Usikae kwenye maskani pahala hivi wamsema fulani, usimseme. Akija akisikia atajenga uadui na wewe. Kwa nini umekaa pahala unanisema? Kwa nini usije kuniambia mwenyewe? Kwa nini? Hizi ni adabu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, wasisengenye baadhi yenu kuwasengenya wengine. Mtaharibu mshikamano wenu, mtaharibu umoja wenu katika jamii yenu ya Kiislamu. Allah anasema ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake mfu? Ndugu yake ashazikwa, amkate nyama anaitafuna. Ni ukatili kiasi gani huu? Ni ukatili kiasi gani huu? Au umuone mtu anafukua maiti ya babako, maiti ya ndugu yako, anaikata viungo alafu anakula, utajisikiaje wewe? Hivyo ukiona ndugu yako Muislamu anasengenywa, jua kwamba hawa watu ni sawa na wanakula nyama ya ndugu yako mwingine maiti. Kataza, kemea, mbona wafanya hivi? Na wewe uwe ndio wa mwanzo wa kutokukaa kusengenya watu, kwa sababu kusengenya dhambi yake, uzito wake ni sawa na mtu kula nyama ya maiti. Ikiwa haifai kula nyama yake akiwa yuko hai, vipi
ubaya wa kule nyama yake akiwa yeye mwenyewe amekufa. Allah tabaraka wa taala akasema wattaqullah, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha tawwabur rahim, hakika Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kupokea toba na ni mwingi wa kurehemu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, Allah anatambia enyi watu nyote, hakika sisi tumekuumbeni kutokana mwanamke mmoja na mwanamume mmoja. Hamuna haja ya kudharauliana, hamuna haja ya kukejeliana. Ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, tumekujalieni mataifa na makabila mbalimbali ili mpate kujuana tu basi. Huyu ni mbajuni mwenzangu, huyu ni mfulani, huyu ni mfulani, huyu ni mfulani basi. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni mcha Mungu kuliko yote. Inna Allaha alimun khabir, hakika Allah tabaraka wa taala ndo mjuzi wa kila kitu na ndio mwenye habari ya kila kitu. Insha Allah tusitopie hapa katika mazungumzo yetu. Tumombe Allah tabaraka wa taala tupambe na tabia njema. Tumombe Allah tabaraka wa taala tujalie ni katika wale ambao watakuwa wanafanya juhudi za kuunganisha udugu baina ya Waislamu, na tumombe Allah tabaraka wa taala situjalie miongoni mwa wale ambao watakuwa wao ni sababu ya kuvuruga baina ya Waislamu na ule umoja wa Waislamu. Wanaktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'la wa a'lam, walhamdu lillahi rabbil alamin. Sasa kama kuna maswali kidogo tuulizane, alafu tufunge darasa inshallah. Kwa mtume zama hizo kama tulikatazwa kumta mtume kwa jina lake. Ingawa wengine wanamuita Nabii Muhammad Rasulullah. Sasa sema kile kuna baya kumta mtume Sayyidina Muhammad. Anauliza ndugu yetu, katika heshima tumeona watu wamuite mtume sallallahu alaihi wasallam kwa heshima na cheo chake sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna ubaya mtu kumuita mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutaja cheo cha as-sayyid. Kuna ubaya huo? Tumeelewana vizuri hapo eh? Tayib, mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuja sahaba akamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa mbalimbali, na miongoni mwa sifa aliyomuita ni as-sayyid. Kwa wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza, akasema innama as-sayyidu Allah tabaraka wa taala, hakika as-sayyid ni Allah tabaraka wa taala. Wakafasiri maulama kuwa zile sifa zilizokuja pale ni sifa za kumfikisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kumlinganisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatanazzal kwa sababu ya kupewa sifa hizo, na akaibakisha sifa ile kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake, yani sayyidul qawm ni imamuhum alladhi yataqaddamahum fi umurihim, kiongozi wa watu au bwana wa watu ni yule kiongozi wao katika mambo. Imamu wetu msikitini ni sayyiduna, ni bwana wetu katika lugha ya Kiarabu. Chief ni sayyiduna, ni bwana wetu katika lugha ya Kiarabu. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni sayyiduna, ni bwana wetu. Lakini sasa wakasema maulama, itajuzu mtu kusema sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na zimekuja riwayati mbalimbali zimepokewa, lakini isiwe pahala ambapo imefundishwa kwa mafundisho hasa kwamba ukimtaja mtume sallallahu alaihi wasallam umtaji kwa mwito fulani, wewe ukaongeza sayyiduna. Mfano, ndani ya swala pale tunaswali kwenye tashahhud, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, imekuja hivyo riwaya. Wewe usiseme wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ndani ya swala, wakasema hapo utakuwa unafanya makosa, ushaongeza kitu ambacho hakimo katika swala. Nje ya swala waweza kusema sayyiduna wa maulana wa habibuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumefahamiana vizuri? Ikiwa sayyidi yenyewe ni ya kumvusha mipaka katika sifa za Mwenyezi Mungu na kumfikisha huko, hiyo imekataliwa. Mtume asema innama sayyidu Allahu tabaraka wa taala, sayyidi huyo aliyemiliki kila kitu, ambaye min ulumika ilmi al-lahwi wal qalami,
huko mtume hafiki. Tunaelewana vizuri? Naam. Kwa hiyo natumai itakuwa imeeleweka vizuri, sio?